Ladies and gentlemen, dawasalimu siku leo, hujambo. Sasa hivi mtazamaji wangu, taifa la Kenya lipo katika hali mbaya na hali ya hatari ya kiusalama, ambapo there is a leaking information ambayo imetolewa na aliyekuwa mshauri wa karibu sana wa Rais William Samoei Ruto, Moses Kuria, kwamba Nairobi is now one of the hotspots ambapo the Al-Shabaab are planning to attack soon. Hebu niseme hivi, mtazamaji wangu, matamshi haya ambayo yameweza kutolewa na Moses Kuria, this is a very sensitive and crucial information that should be taken into a great consideration. Zaidi ya yote, Moses Kuria amesema ya kwamba Nairobi right now is one of the insecurity place. Ni county ambayo haina usalama wowote, whereby people have been abducted, people have been killed, businesses have been distracted and stolen by people. Na zaidi ya yote, he has leaked an information that there is a plan of Nairobi being attacked by the Al-Shabaab. What is happening? Remember, Moses Kuria ameonekana kuwa kibaraka fulani katika serikali. Ameonekana kuwa mtu ambaye anaongea mambo kimchezo, lakini finally they come to happen. Remember, he said President William Ruto and Raila Amolo Odinga will work together, and this has happened. Na zaidi ya yote, after Moses Kuria resigned from Ruto's government kama mshauri wake wa karibu sana, he has been seeing, refilling and talking more issues concerning Kenyan's politics, Kenyan's security and Kenyan's move. Hebu niseme hivi, iwapo kuna kitu fulani ambacho kinatakana kufanyika katika taifa la Kenya, then the government should take into consideration. Remember, Nairobi County is a municipal county, is an administration center, is a trading center, Nairobi is everything. Nairobi is where we found State House. Ni mahala ambapo viongozi wanaishi, ni mahala ambapo biashara mingi sana hufanywa. Nairobi County is one of the biggest county and is one of the biggest place in Kenya, whereby we have even the international airport there. We have even the playing grounds and the stadiums there. And this is where everything concerning the government are placed and are done. Iwapo there we are going to be attacked, then we are done. And because this place ni mahala ambapo mambo mengi ya kiserikali ufanyika, I'm stuck. I'm left stuck because if indeed, kwa sababu hii ni sehemu ambayo inahitaji kuwa na security nyingi sana, where is the government? Remember, we saw in Uhuru's regime, the Al-Shabaab attacked Nairobi in Westgate. And my question is, inakuaje serikali yenyewe ama Al-Shabaab, they walk all the way from Somalia, wanapita kivipi using their vehicles, wakiwa na gadgets, wakiwa na vyombo vya uhalifu, wamebeba bunduki, wamebeba mabomu, wamepita kwenye boundaries all the way from Somali, wameingia Kenya, all the way to Mandera, all the way to Wajir hadi Nairobi without being spotted, without being identified by the intelligences. Katika mipaka hii tuko na maafisa wa polisi ambao wanalinda sehemu hizi. Inakwaje wanapita na bila kujulikana? It is very, very crucial information. It is a very sensitive question that should be answered by the government. Therefore, mtazamaji wangu, kuna swala fulani nimekuwa nikijiuliza. Tumeona mara nyingi, hakuna vile mtu anaweza kusafiri kutoka kaunti moja kuelekea kaunti nyingine akiwa amebeba gunia ya bangi, akiwa amebeba pombe, because
he must be arrested because we have so many blocks on the way, tuko na wages in the way, na watu hawa mara nyingi hukamatwa. Lakini inapofikia wakati tunazungumzia swala la kiusalama katika taifa la Kenya, mtazamaji wangu, mtu anasafiri kutoka Somalia, anaingia Kenya, anaruka zaidi ya kaunti 3, anaingia Nairobi CBD, anaweza kufanya uhalifu without the government knowing. No. There is a link between these people and the police and the government himself. And that is why matamshi ya Moses Kuria huenda yakawa ya ukweli. And this deal, huenda this government knows what it's doing. And therefore, Kenyans should caution themselves. Mtazamaji wangu, Nairobi CBD au Nairobi Municipal Council ama Nairobi County, wabunge wengi, maseneta wengi na magavana wengi ni sehemu ambayo wanaishi. Na zaidi ya yote, serikali ama watu ambao wanafanya kazi katika serikali, kumbuka wamepewa maafisa wa polisi ambao wanawalinda siku zote. Familia zao zinalindwa na maafisa wa polisi. Boma zao zinalindwa na maafisa wa polisi. Na hata kila kitu kinafanywa na kulindwa na maafisa wa polisi. And the money they are using is the common mwananchi's money from taxes. Ni mbona inakuwa vigumu kwa serikali kuhakikisha kwamba kwa kutumia pesa zetu, why are they not using this money to give us security, to give us adequate environment, to give us adequate resources to ensure that our businesses and our lives are in a good condition? But the situation now is vice versa. Instead of providing to Kenyans, they are providing for themselves and their families. And that is why common mwananchi we are suffering. And therefore, if Kenya is going to be attacked again by the Al-Shabaab, then we are going to blame the government. And therefore, I believe that if this thing is going to happen, then automatically I believe the government is linked up with these schools, because there is no way somebody can travel all the way from Somali to Kenya, amepita na kuzunguka kaunti zaidi ya 3, amebeba bunduki, amebeba silaha za uhalifu, amebeba mabomu bila kuwa detected by the security personnel. And therefore, this county as Nairobi should ensure that there is adequate intelligence, DCI, NCIC, snipers na wale ambao wanafanya uchunguzi na kuhakikisha kwamba maisha ya kila Mkenya yapo katika hali njema na shwari zaidi. Je, wazo lako ni lipi kuhusiana na swala hili? Hebu toa maoni yako na wazo lako hapo kwenye comment section. Thank you for watching our videos and thank you for keeping our platform in a very motive way. Let's meet in our next episode.